Katika imani za dini mbalimbali, inaaminika kwamba mwanaume na mwanamke wanapoamua kuingia katika ndoa, wanakuwa mwili mmoja. Naam, watakuwa mwili mmoja. Kwani kila mmoja atamwacha baba yake na mama yake na kuwa mwili mmoja. Ni katika imani hiyo basi upendo na uaminifu vidumu katika ndoa hiyo. Ndoa ni neno lenye maana kubwa sana. Tena lina maana pana kweli kweli. Lakini kwa tafsiri fupi na rahisi, ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamke na mwanaume. Hii ni bila kujali urangi, ukabila na wala taifa. Iwapo tu wanaokubaliana hawaendi kinyume na taratibu za sheria za ndoa. Katika uumbaji, Mungu alikusudia kumfanyia Adamu msaidizi ili amfae katika kuijaza dunia. Naam, msaidizi huyo ndiye mwanamke. Ndoa halali ni ya mwanaume na mwanamke, yani mume na mke. Kinyume na hapo, hiyo sio ndoa. Mwanamke na mwanaume waliumbwa ili waweze kukamilishiana wao kwa wao kama wenzi. Hata Adam alipomuona Eva aligundua kuwa yupo tofauti kabisa na yeye kimuonekano. Mungu ndiye aliyeweka muungano wa mwanamke na mwanaume waweze kuwa wenza ili washirikiane katika kuendeleza kazi ya uumbaji kwa upendo na uaminifu kati yao. Bila shaka katika maisha yetu tumewahi kusikia neno msaidizi. Hivyo katika ndoa, neno msaidizi lisitumike katika fikra potofu ya kumfikiria mwanamke kuwa ni msaidizi. Msaidizi ambaye anapaswa kufuata au kufanya shughuli kwa kuamriwa tu. Hapana. Tafsiri ya aina hii hudhoofisha nguvu ya upendo na uaminifu. Katika Biblia takatifu, neno msaidizi kwa mujibu wa mambo ya ndoa halikuwa na neno moja au maana moja kama tunavyoliona hivi sasa, bali kulikuwa na maneno mawili ya Kiebrania. La kwanza ni eza, ambalo humaanisha uwezo au nguvu, na neno la pili ni kenegdo, likimaanisha kufaa au manufaa. Hivyo msaidizi wa Adamu ni mwenye nguvu na uwezo. Anaweza kushirikiana na kumfaa Adamu katika kazi ya uumbaji. Hayo yote huhitaji upendo na uaminifu pia. Basi upendo na uaminifu katika ndoa ni msingi wa familia imara kabisa. Tena familia yenye furaha na amani. Katika hilo Mungu ashirikishwe kwa mengi sana. Ndoa inayodumisha upendo na uaminifu ni matunda ya kuwa karibu na Mungu daima. Tena kwa sala na imani pia. Ingawa katika ubinadamu wetu hatujakamilika, lakini tunaweza kutoa mchango mkubwa sana kudumisha upendo na uaminifu katika ndoa. Ni muhimu sana kuipa familia nafasi ili kukuza upendo. Na upendo huo unazidi kukua kwa mume na mke. Ikiwa upendo utakosekana katika ndoa, basi ndoa hufa haraka sana. Manunguniko mengi hutokea. Ni muhimu kumshirikisha Mungu ili akuepusheni na changamoto hii. Upendo na uaminifu unavyoonyeshwa mwanzoni mwa ndoa viendelee tu daima na kuwa kanuni kuu za familia. Maana katika karne hii ya 21 changamoto za ndoa ziko nyingi sana na hupelekea kudhoofisha upendo na uaminifu katika ndoa husika. Changamoto mojawapo ni ubinafsi uliokubuhu. Ndugu, jamaa na marafiki, tuacheni ubinafsi katika mambo ya msingi zaidi kama ndoa. Watoto hukosa mafundisho kutoka kwa baba na mama kutokana na utengano, na hivyo hupata mafundisho kupitia semina mbalimbali, ambazo kati yao ni semina zenye mafundisho yasiyofaa kwa uhai wa maisha ya ndoa. Ni wazi kwamba zipo semina ambazo hazina mafundisho yenye kudumisha upendo na uaminifu katika ndoa, na hivyo kuendeleza mafundisho yanayolenga ubinafsi kwa kile kinachoitwa kutafuta hela. Kutafuta hela kati ya mume na mke kuwe kwa upendo na uaminifu. Ubinafsi uondoke, uende mbali kabisa. Mwanamke na mwanaume wanapoamua kuingia katika ndoa, watambue kuwa upendo ni msingi mkuu katika ndoa yao. Ikiwa wanaingia katika ndoa kwa kuvutwa na utajiri wa familia au mali, basi upendo na uaminifu havitadumu kati yao. Tazama mifano ya wasanii wetu wa muziki na sanaa nyingine kama vile filamu. Ni wazi huvutwa na mali, ingawa kuwa na mali sio kosa. Hivyo katika maisha ya ndoa, upendo na uaminifu vidumu milele.
Ndoa za wanaharakati hazina nafasi ya kudumu mahali popote duniani. Wanaharakati siyo msingi wa ndoa, kwani ni mafundisho bandia katika ndoa. Katika karne hii ya sayansi na teknolojia, kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanahusu mafundisho ya ndoa. Mengine hata hayazingatii mpango wa Mungu, bali ni utashi hasi tu unaochochewa na uzuri wa mambo ya dunia hii. Wapo ambao huendesha kurasa zao katika mitandao ya kijamii, wakisadikisha umma kwamba wanasaidia wanawake, ilhali wanazidi kuharibu ndoa za watu ambazo zilijijenga vizuri tu katika upendo na uaminifu. Mungu akuongozeni katika yote hayo, ili kwake yeye iwe ni amani, upendo na uaminifu viwafikie tena katika ndoa zenu. Upendo na uaminifu haupatikani kwenye semina zisizofaa. Zipo semina ambazo mafundisho yake ni ya ajabu sana na yanazidi kuharibu misingi halisi ya ndoa, na kisha kuupatia nguvu kubwa sana ubinafsi miongoni mwa wale ambao wanatarajia kuingia katika ndoa, au hata wale ambao hapo baadaye watakuwa ni wanandoa. Tamaa ya fedha isiharibu upendo na uaminifu katika ndoa. Upendo ni tunu kubwa pekee ambayo inafuata baada ya uhai na afya njema. Upendo huleta uzima katika moyo. Upendo huleta uzima katika roho. Upendo sio kupigana wala sio kuleta au kudumisha ubinafsi. Upendo ni tunu kubwa inayokuwa katika ubinadamu wetu ili kudumisha kazi kubwa ya uumbaji. Hivyo upendo na uaminifu usiishie katika kutamaniana kimwili tu kati ya wanandoa, bali uwe ni wa kudumu, ili hata watoto wapate kujifunza na kuamini zaidi kuwa upendo ni msingi mkubwa sana wa kuyaishi maisha yenye maadili mema na kujenga jamii imara katika maadili. Wanandoa waliojaliwa kupata watoto wawafundishe watoto wao kwamba upendo haununuliwi. Upendo ni tunda kubwa sana katika maisha yetu, wanasema Walatini. Maisha yetu yanaanza katika familia ambayo msingi wake ni ndoa ya baba na mama. Kwa hiyo upendo na uaminifu katika ndoa huleta matokeo mazuri kabisa ambayo huimarisha maisha ya watoto na kukua nao. Upendo na uaminifu ni nguzo mbili kubwa sana katika ndoa. Upendo huleta au huchochea upendo. Uwe ni mwanandoa, dumisha uaminifu kwa mwenzako ili upendo wake usiyumbe. Acha kusikiliza na kufanyia kazi mafundisho ya barabarani yasiyofaa. Vile vile kumbuka kuwa sio kila semina ina mafundisho mazuri. Epuka semina zenye kudumisha ubinafsi. Katika imani za dini mbalimbali, inaaminika kwamba mwanaume na mwanamke wanapoamua kuingia katika ndoa, wanakuwa mwili mmoja. Naam, watakuwa mwili mmoja, kwani kila mmoja atamuacha baba yake na mama yake na kuwa mwili mmoja. Ni katika imani hiyo basi upendo na uaminifu vidumu katika ndoa hiyo. Ndoa ni neno lenye maana kubwa sana, tena lina maana pana kweli kweli. Lakini kwa tafsiri fupi na rahisi, ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamke na mwanaume. Hii ni bila kujali urangi, ukabila na wala taifa. Iwapo tu wanaokubaliana hawaendi kinyume na taratibu za sheria za ndoa. Katika uumbaji, Mungu alikusudia kumfanyia Adamu msaidizi ili amfae katika kuijaza dunia. Naam, msaidizi huyo ndiye mwanamke. Ndoa halali ni ya mwanaume na mwanamke, yani mume na mke. Kinyume na hapo, hiyo siyo ndoa. Mwanamke na mwanaume waliumbwa ili waweze kukamilishiana wao kwa wao kama wenzi. Hata Adam alipomuona Eva aligundua kuwa yupo tofauti kabisa na yeye kimuonekano. Mungu ndiye aliyeweka muungano wa mwanamke na mwanaume waweze kuwa wenza ili washirikiane katika kuendeleza kazi ya uumbaji kwa upendo na uaminifu kati yao. Bila shaka katika maisha yetu tumewahi kusikia neno msaidizi. Hivyo katika ndoa, neno msaidizi lisitumike katika fikra potofu ya kumfikiria mwanamke kuwa ni msaidizi. Msaidizi ambaye anapaswa kufuata au kufanya shughuli kwa kuamriwa tu. Hapana. Tafsiri ya aina hii hudhoofisha nguvu ya upendo na uaminifu. Katika Biblia takatifu, neno msaidizi kwa mujibu wa mambo ya ndoa
halikuwa na neno moja au maana moja kama tunavyoliona hivi sasa, bali kulikuwa na maneno mawili ya Kiebrania. La kwanza ni eza, ambalo humaanisha uwezo au nguvu, na neno la pili ni kenegdo, likimaanisha kufaa au manufaa. Hivyo msaidizi wa Adamu ni mwenye nguvu na uwezo. Anaweza kushirikiana na kumfaa Adamu katika kazi ya uumbaji. Hayo yote huhitaji upendo na uaminifu pia. Basi upendo na uaminifu katika ndoa ni msingi wa familia imara kabisa. Tena familia yenye furaha na amani. Katika hilo Mungu ashirikishwe kwa mengi sana. Ndoa inayodumisha upendo na uaminifu ni matunda ya kuwa karibu na Mungu daima. Tena kwa sala na imani pia. Ingawa katika ubinadamu wetu hatujakamilika, lakini tunaweza kutoa mchango mkubwa sana kudumisha upendo na uaminifu katika ndoa. Ni muhimu sana kuipa familia nafasi ili kukuza upendo. Na upendo huo unazidi kukua kwa mume na mke. Ikiwa upendo utakosekana katika ndoa, basi ndoa hufa haraka sana. Manunguniko mengi hutokea. Ni muhimu kumshirikisha Mungu ili akuepusheni na changamoto hii. Upendo na uaminifu unavyoonyeshwa mwanzoni mwa ndoa viendelee tu daima na kuwa kanuni kuu za familia. Maana katika karne hii ya 21 changamoto za ndoa ziko nyingi sana, na hupelekea kudhoofisha upendo na uaminifu katika ndoa husika. Changamoto mojawapo ni ubinafsi uliokubuhu.